Hello, karibuni sana wadau wetu wa KingoFarm. Sasa leo hii tutajaribu kushare na nyinyi kitu kingine, namna ambavyo tunapambana na harufu kali bandani, lakini vile vile namna ambayo inatusaidia sana kupambana na wadudu mbalimbali bandani. Kwenye mabanda ya kuku tukianza na kipengele cha harufu. Kipengele cha harufu ukifuatilia vizuri utakuta kuna mabanda ukienda yanatoa harufu kali sana. Lakini kuna mabanda mengine ukienda yani huwezi kujua hata kama wanafuga kuku. Kunakuwa hakuna harufu kabisa ile ya kinyesi. Na hili swala la harufu litakuja kukusumbua sana kwenye kipengele cha ugonjwa wa mafua. Utakuwa unawatibia kuku wako waponi kwa sababu kuku wanapokuwa sehemu ambayo ina harufu kali ni rahisi sana kupata mafua. Kwa hiyo hii changamoto unaweza ukaiona ni ndogo, lakini athari yake ni kwenye kipengele cha mafua. Yani mafua yatakuwa hayakomi. Unajaribu kutibia mafua lakini haupati yale matokeo ambayo unakuwa umeyatarajia. Sasa nitakuelekeza njia rahisi kabisa za kupambana na harufu ya kinyesi bandani kwako. Tukianza hapa kwenye kinyesi, naomba unisikilize vizuri mpaka mwisho ili ujue njia zote za kupambana na harufu, lakini pia njia zote za kupambana na wadudu. Tukianza hapa kwenye harufu. Kwenye harufu unaweza ukafika mabanda yana kinyesi kingi sana, lakini hamna harufu kabisa ya kinyesi. Ila kinyesi ni kingi, kimetunzwa, kingine kwa ajili ya mbolea, kingine labda bado kipo hakijatolewa mle bandani, lakini hakuna harufu yoyote utakayoisikia. Utaisikia harufu kwa mbali sana, yani kama utakuwa umelazimisha pua zako kupata hiyo harufu. Na njia ambazo huwa zinatumika ni njia rahisi tu. Kitu cha kwanza huwa tunawapa vitu ambavyo vitaenda kufanya mmeng'enyo wao wa chakula ukae vizuri. Ni vitu vyenyewe ni vidogo tu ambapo kila mtu anaweza kuvifanya. Kama unatumia zile formula zetu, kwenye ile formula utakuta pale tumeweka unga wa mkaa. Unga wa mkaa pia huwa unasaidia sana kuwafanya kuku waweze kupata mmeng'enyo mzuri wa chakula, na pia wakila kile chakula kile kinyesi chao kisiwe na harufu kali. Ina uwezo mkubwa sana wa kupunguza kinyesi, ile harufu ya kinyesi. Kwa hiyo unga wa mkaa ni kitu muhimu sana ambacho tunakitumia kwa ajili ya kupunguza kinyesi. Lakini kitu kingine huwa tunatumia majivu. Haya majivu kwenye chakula mle tumeweka, kama unatumia formula zetu utakuta kwenye chakula tumeweka kuna asilimia chache sana za majivu, lakini majivu yenyewe yanasaidia sana kwa kupunguza kinyesi cha kuku pale ambapo utakuwa umeyamwaga bandani. Sio kuweka kwenye chakula ukienda kuyamwagia bandani. Na kwa wale ambao labda mmeishi sana vijijini, naweza kusema tumeishi sana vijijini, tunakuwa tunaelewa kwenye vyoo zamani vya kijijini tulikuwa tunaweka sana majivu kwa ajili ya kupunguza harufu. Basi ni hivyo hivyo inakuwa applied hata kwenye mabanda ya kuku. Kwenye mabanda ya kuku ni muhimu sana ukawa una utaratibu wa kuweka majivu mara kwa mara, ukawa unamwaga majivu mara kwa mara. Majivu yana uwezo wa kufyonza ile harufu, yani ile harufu itakuwa haisikiki kabisa ukimwaga hayo majivu. Majivu yanasaidia sana kwenye kupunguza hiyo harufu. Lakini haya majivu sio kwa kuweka tu kwenye chakula, bali ni kwa kuyaweka bandani. Ila unga wa mkaa huwa tunautumia kuweka kwenye chakula ili uende ukafanye mmeng'enyo wa chakula ukae vizuri kabisa na uweze kupunguza harufu. Kwa hiyo kama mabanda yako yana harufu, anza kwanza pale kwenye chakula kitengeneze vizuri, kiongezee na huo unga wa mkaa, ila ni kwa asilimia chache sana, kwa asilimia maalumu. Hapa ndo tunapokushauri ununue vitabu vyetu ili uone ni kwa asilimia ngapi, kwa sababu haya majivu na mkaa ukizidisha pia yana athari kubwa, kwa sababu utakuta kuku wako wana maini makubwa, baadaye wanakufa kwa sababu inageuka inakuwa sumu. Kama yakizidi yanabadilisha inakuwa sumu. Kwa hiyo kuna kiwango maalum ambacho kinahitajika. Kama wewe ni mdau wa hivi vitu vya asili, tunakushauri tu ununue vile vitabu vyetu. Ni 10,000 tu kwa kila kitabu. Kitabu ambacho kitakupa mwongozo wa kufuga, chakula, chanjo ni 10,000, lakini pia kile kitabu cha tiba za asili ni 10,000, cha kuwafuga kuku wa kienyeji ni 10,000, pia ukija ufugaji wa broiler, kile kitabu cha ufugaji wa broiler ni shilingi 10,000. Kitabu pia tunacho kile kingine cha kutengeneza incubator ya box. Jamani, kama wewe unatamani kuzalisha ila kuku wako wanakuzingua sana kwenye kuatamia, unaweza ukanunua hiki kitabu cha incubator ya box ukawa unaitengeneza wewe mwenyewe. Lakini pia tuna kitabu kile cha tiba za asili ambacho kina tiba zote za kuku ni 10,000. Hivi vitabu vyetu ni soft copy. Ukilipia unatumiwa hapo hapo kwa njia ya WhatsApp. Wewe utaweza kupeleka stationery wakakiprint wakupe kitabu au ukakisoma humo kwenye simu. Utakuwa umefanya vitu vikubwa sana, kwa sababu hivi vitabu vinakupa ile elimu ambayo itakufaa na itakusaidia, lakini pia itakusaidia kupunguza gharama, kwa sababu mtu
tunakuelekeza vitu simple ambavyo kila mtu anaweza kuvipata popote alipo na ufugaji wake ukaenda vizuri kabisa. Hivi vitabu vitakusaidia pia usinunue kabisa dawa za dukani. Ukao unachuma mwenyewe majani, unatengeneza na unawapa kuku wako. Kwa mfano kitabu cha tiba za asili. Lakini pia kuna kitabu ambacho cha booster za asili. Kitakusaidia sana kupunguza gharama na kuongeza uzalishaji. Kwa sababu ukiwapa booster za asili kwa ratiba maalum, lazima kuku wako wakushangaze kwenye kutaga, lakini pia kwenye kukua. Watakuwa wana spidi ya ajabu sana kwa sababu tiba za asili, booster za asili zinaongeza haraka sana uzito, lakini pia zinaongeza mayai kwa spidi, yani zinaongeza mayai kwa kasi kubwa sana. Wengi huwa wanashangaa akitumia booster za asili anakuta kuku wake wametaga mayai mengi au wa kienyeji. Sababu kubwa hizi booster huwa zinachochea utengenezwaji wa mayai kwa kuku. Kwa hiyo kuku utakuta ametaga mayai mengi sana. Unaweza ukaona ni maajabu, lakini ni zile booster ulizompa, chakula ulichompa kina support utengenezwaji wa mayai. Kwa hiyo tukiendelea hapo kwenye kipengele hiki cha harufu. Hiki cha harufu kwa kutumia majivu na mkaa, hizo ndo njia ambazo utazitumia. Lakini pia njia nyingine ambayo itakusaidia wewe kupunguza harufu, ukiona umeweka mkaa ile 1% chache, lakini pia bado kuna harufu, na kuna wengine wanatumia mabanda ya cage. Kwa hiyo kuweka majivu pale inakuwa ni changamoto. Utaenda kutumia kitunguu saumu. Unachukua kitunguu saumu unakisaga unaweka kwenye maji. Kazi ya kitunguu saumu ni the same na mkaa. Kazi yake ni kufanya mmeng'enyo wa chakula ukae vizuri. Kwa hiyo hata kuku akijisaidia kinyesi chake kinakuwa clear na hakina harufu kali. Kina harufu kidogo sana kama utalazimisha hizo pua zako, lakini hiki kitunguu saumu ni kizuri sana, ni muhimu sana kwa sababu kitakusaidia kuku wako wasipate mafua. Na sio kitunguu saumu kinaishia tu kufanya kuku wajisaidie kinyesi ambacho kina harufu nzuri, lakini pia kitakusaidia kwenye kuwa boost, kuwakinga na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kitunguu saumu ni muhimu sana sana kwa wewe mfugaji wa kuku, kukisaga na kuweka kwenye maji yao ya kunywa. Ni muhimu sana, kitakusaidia sana. Ukiona banda la mtu halina harufu, ukimuuliza kwa vitu ambavyo wanavitumia, hutakosa kusikia kitunguu saumu, majivu pamoja na mkaa. Hivyo ni vitu muhimu sana katika kupunguza harufu bandani. Lakini tukija kwenye kipengele cha wadudu, namna ya kupambana na wadudu. Wadudu ambao nitawazungumzia hapa ni wale ambao huwa wanaenda kuwasumbua kuku kama utitiri, viroboto, chawa. Hawa wadudu, hatua ya kwanza unaweza ukamwaga majivu. Utamwaga majivu. Kuna wadudu wengine kama wako kwa uchache sana, na kuna baadhi ya wadudu kama wale chawa, majivu tu huwa wanaondoka. Lakini hatua ya pili, ukiona bado hawaondoki au wamepungua tu, wanaweza wakapungua tu, yani wakawa sio kwa kasi ile ambayo walikuwa nayo, wakawa wamepungua kidogo. Ukiona wamepungua ila wamekataa kutoka wote, pia kitunguu saumu hiki kitakusaidia. Utakuwa unasaga unaweka kwenye maji yao au unawapaka. Wadudu kama viroboto wenyewe hawapatani kabisa na kitunguu saumu. Wakikiona tu, wakisikia tu ile harufu wenyewe huwa wanaondoka au wanakufa kwa stress, lakini hautowaona. Lakini ukiona hii pia imeshindikana, nenda kanunue ya dukani ambao ni Aheri Poda pamoja na Expert. Ukishakuwa na hizi mbili, kati ya hizi mbili utakayoipata moja, ukiitumia hizi ndo huwa zinaenda kumaliza kabisa hao wadudu kama ni chawa, viroboto, utitiri, wote huwa wanaondoka. Hizi dawa pia hata dukani nadhani ni bei rahisi, sio bei kubwa sana, bei zake ni ndogo. Kuna package nadhani ya kuanzia shilingi 3500 na kuendelea. Kama unasumbuliwa na hao wadudu, basi ukizipata hizi dawa zitakufaa sana. Unaweza ukamwagia bandani ukawapaka kuku, na ndani ya siku 2 au siku 1 ukakuta wale wadudu wote wameondoka bandani kwako. Lakini muhimu hapo utasafisha, utamwaga na jivu ili kuhakikisha wote kabisa wanakuwa wametoweka. Lakini pia niwakumbushe tunauza incubator za kisasa, incubator ambazo ni nzuri, ni imara, incubator za chuma. Lakini pia hatuishi kukuuzia incubator, tunakupa na elimu ya kuitumia na tunakusimamia kuanzia unapoweka mayai mpaka unapata vifaranga. Tunakuweka kwenye kundi letu la incubator kwa ajili ya kupata mawili matatu ambayo yanahusiana na hizo incubator, na pia tunahakikisha umepata vifaranga wako wote kama ulivyoweka mayai. Kama wewe ni mhanga ulishawahi kutumia incubator za Kichina zikakusumbua, tutafute KingoFarm tukupe incubator za chuma, incubator bora za kisasa ambazo tulizitengeneza baada ya kupata changamoto kubwa sana kwenye zile incubator za Kichina. Incubator zetu ni bei nafuu, huwezi kupata sehemu yoyote incubator imara na zenye bei kama ambayo tutakuuzia sisi. KingoFarm tunakusafirishia popote ulipo, na pia tuna kundi letu la mafunzo. Ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2, na hivyo vitabu ambavyo nimekutajia ni shilingi 10,000 tu. Una changamoto kuku wako hawatagi vizuri, wamedumaa, tutafute KingoFarm tukuuzie vitabu utengeneze vizuri kabisa. Pia kama unafuga kuku wa kienyeji hauzalishi vizuri, kuwa tayari kulipia shilingi 28,000 ni kuelekeze mwanzo mwisho. Hata kama una matete yako 5 tu wa kienyeji na jogoo mmoja, wanatosha kabisa kubadilisha historia ya ufugaji wako na ukazalisha kuku wengi kabisa. Uwe tayari tu kulipia, ni kuelekeze mwanzo mwisho, hatua kwa hatua, kwa kutumia hivyo vitabu pamoja na kundi la WhatsApp
naamini kabisa utafikia ndoto zako, utaweza kutimiza ndoto zako kwenye ufugaji na utaufurahia ufugaji wa kuku wa aina zote. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au tutumie ujumbe. Asanteni sana.